Basi watu wa Mungu na wasalimu jioni ya leo kwa jina lake Yesu Kristo. Najua kwamba umwari wa afya na Mungu amekujalia neema na kibali. Amekuwezesha kwa aina, amekujalia kuwa na uwezo na nguvu. Naomba niweze kuwakaribisha kwa neno lake Mungu siku ya leo. Najua kwamba Mungu amekulinda, amekuhifadhi, amekutetea, amekupigania. Na niweze kukumbusha kwamba Mungu anakupenda sana na Mungu anakuwasia mema. Na Mungu ako na mipango mema zaidi juu ya maisha yako na juu ya maisha yangu. Kwa hivyo ni vizuri mpendwa kutafakari sana mambo ya Mungu wako na kuangalia sana njia zako na matendo yako, ya kwamba Jesus is coming soon, ya kwamba Yesu anarudi hivi karibuni, na Yesu Kristo anakuja na hukumu mikononi mwake ya kuhukumu kila mtu kulingana kasi yake. Na ni hasara sana kwa mtu ambaye atakayepatikana kwa dhambi. Ni kwa sababu mpendwa mtazamaji, ya kwamba Yesu Kristo akifunuliwa na mtu akuwe kwa dhambi, nafasi hakuna ingine ya kutubu. Ndio maana yasema kwamba mtu asikia sauti ya Mungu asifanye moyo wake kwa Mungu. Ni kwa sababu wakati ambao uko hai na wakati ambao umepewa neema ya kubadilika na kutubu, ya kwamba mpendwa usitumie nafasi yako vibaya. Ni kwa sababu nafasi ambao mtu amepewa, ya kwamba akitumia vibaya hakuna nafasi nyingine. Kwa hivyo Mungu amepea mwanadamu nafasi ambao ni ya kujichunguza na kumrudia. Yani Mungu amepea mwanadamu nafasi ya kutoba na kurudi kwake kwa njia utakatifu. Ndio maana Mungu anaonya kila siku. Ndio maana Mungu anasema kwamba watu waone makosa yao wamrudie Mungu. Na kwa sababu wapendwa, ya kwamba tumeasi Mungu na tumeacha Mungu, hata mwanadamu amekosa kufahamu ambao ya kwamba judgment inakuja. Ndio sababu mwanadamu anafanya kitu aimlessly. Yani mwanadamu astuki na kitu yote. Hakuna kitu mwanadamu atende siku ambazo tupo. Wapendwa, ni vizuri turudie Mungu. Angalia vile Mungu amekutunza. Angalia Mungu amekupigania. Angalia jinsi Mungu amekulinda. Lakini shukrani yetu kwa Mungu ni dhambi. Yani Mungu atutendea mema, lakini sisi kuliko tukae kama yeye, tunaonekana wasukisa mbele ya macho yake. Wapenda turudie Mungu. Yani siku ni za mwisho mpendo, na ya kwamba Yesu Kristo anarudi, anakuja mpendo. Maandiko yasema hivi, yani katika kitabu chile, yani kile kitabu cha Waebrania mstari wa 9 kuanzia 7, ya kwamba sikia hapo sauti ya Mungu, ya kwamba usifanye moyo wako kwa Mungu mpendo, na wakati wa kujichunguza na kutoba na kurudia Mungu wapendo, na wakati wa kubadilika, na wakati wa kuachilia dhambi. Tuache kumpenda Mungu wa midomo, lakini matendo yetu ya maovu. Tuache kupenda Mungu kwa mdomo, lakini matendo yetu yanasema tumpende Mungu. Tuache kupenda Mungu mpendo, yani kama sisi wenyewe matendo yetu yanaonyesha hakika Mungu hayuko nasi. Wapendo, wetu wa Mungu ndio huu. Yani wetu wa Mungu ndio huu. Yani kitabu cha Yakobo 4, ndio wetu wa Mungu mpendo. Yakobo 4 mstari wa 8. Ndio wetu wa Mungu mpendo. Sikia, Yakobo 4 mstari wa 8.
Yakobo 4 mstari wake ni wa 8. Sikia, wapendwa, tusiendelea kuasi, tusiendelea kutenda makosa mpendwa, tusiendelea kukaa kwa dhambi wapendwa, tusiendelea kuishi kwa anasa, lakini tukubali kutubu wapendwa, tuachane tamaa za dunia mpendwa, dunia yote iacha, lakini tafakari moyo wako utaenda wapi. Marafiki ambao mko nao wanakushawishi, wanakuambia tuko wengi, yale tuko wengi mpendo, yale siku ya hukumu utakuwa peke yako. Hata wala wanakuambia tuponde raha, ya tuponde raha mpendo, yale siku ya hukumu utakuwa peke yako. Wale ambao mnashirikiana nao, yale kwa dhambi mnashirikiana, yale siku ya hukumu utakuwa peke yako, au utakuwa rafiki yako, au utakuwa jirani yako, au utakuwa mzazi wako, utakuwa peke yako. Wapendwa, turudie Mungu, tumeasi, tumepotea wapendwa, tumeacha Mungu, tutubu wapendwa, ni nyakati za mwisho na Yesu anarudi. Tuambie hivi, Zekaria 1, mpendwa, tubu, kurajiana mpendwa, tuachilie dhambi. Mama, mzee, Mungu anakuita, anakuambia umekosea, anakuambia mrudie, anakuona umesama kwa tunao, anakuona umesama na tukia wenzako, anakuona hauna msamaha. Mungu anakuita mpendwa, sikia anakuambia nini Mungu wako. Zekaria 1, sikia mpendwa, badilika mpendwa, tubu, wakati ni wa mwisho mpendwa, siku za mwisho, tubu, rudia Mungu. Sikia maandiko ya Zekaria 1:3, ubasi waambie Bwana wa majeshi asema hivi, nirundieni mimi, nanyi na nyinyi nitawarundia. Mungu atumana mpendo kwa watu wake, alatuambia tumrundie yeye, naye ako tayari kuturundia mpendo. Neno mngekojia mama, neno mngekojia kijana, neno mngekojia mzee. Yani Mungu anasema kwamba ati nikurundia mpendo. Nini ambao unangojea mama, unangojea nini tena mpendo, wakati ambao siku zimekaribia ya kurudi kwake Yesu Kristo? Mpendo, utapatikana wapi? Angalia sana matendo yako mpendo, na ukachunguza njia zako, na ukatubu, urejee Mungu mpendo, toka kwa dhambi. Dhambi ni mbaya mpendo, wewe ambao umesama. Yani angalia siku ambao tupo mpendo, angalia dhambi inavyokaa, angalia mpendo, mama na mpaka hebu angalia ndugu yangu. Yani watu wametumia sense, wamejaribu kumtoa, yani kukosoa Mungu, wakitumia masomo ya sense. Ndo asema mwanamke anakaa mwezi moja kwa nyumba, amekaa mwezi moja. Baada ya kukaa mwezi moja kwa ajili ya tamaa pesa, anasema sasa siwezi vumilia tena, na akamua maziwa napeleka kwa koma. Mungu akusaidie mpendwa. Yani mwanamke anakomia, anachukua masini na kama maziwa, anaweka French, ati anaachia mendi, anamwambia sasa wewe peana mtoto wangu. Yani kasi. Yani angalia mpendo, yani shetani ameiba watu kweli kweli, amewateka nyara, ameteka watu nyara. Mungu atuambie tumrudie upendo. Wametekwa jina nini mpendo? Wekile ametekwa ndawa kakasi, ametekwa nyara. Wekile ametekwa nyara usinzi. Wekile ametekwa nyara zikara. Wekile ametekwa nyara na vya sasa magendo. Wekile ametekwa nyara na masturbation.
Maandiko yasema, Mungu asema ati wake waambiwe wamrundia mpendo. Rundia Mungu. Hakuna mali mpendo yani kwingine ambao kuna msaada, ni kwa Mungu peke yake. Hata wale marafiki ambao yani wanakuambia tuko wengi kwa ulevi, tuko wengi, lakini mpendo yani maandiko yasema kwamba kitabu kile cha Warumi 14 mstari wa 11 ati kila koti litapigwa. Hautapiga ndugu yako. Yani sikia Warumi 14:1. Warumi 14 mstari wa kwanza. Hawa nakuambia ati kwa njaba tuko wengi, ati kwa sigara tuko wengi. Utajua mpendo siku ya hukumu. Watu watakuwa peke yake mpendo. Tuwe bandike. Wanasema ati kwa sigara tuko wengi, tuko wengi. Wacha nikuambie, sikiza andiko. Warumi 14:1. Sikia. Warumi 14 mstari wa 11. Maandiko yasema, na kama nisemavyo asema Bwana, na kila goti litapigwa mbele zangu, na kila ulimi utakiri Mungu. Yani Mungu anasema kwamba yani kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri. Wengine watakiri wakielekea motoni, wengine watakiri wakielekea uzimani. Wewe utakiri ukielekea wapi? Wengine watakiri wakielekea jehanamu kusomeka. Wengine watakiri wakielekea mbinguni. Wewe utakiri ukisema ukielekea wapi? Unasema tuko wengi kwa kanisa, tuko wengi, tuko mbogi, yani kwa Mungu tuko mbogi. Lakini mpendo ati kwa wizi tuko mbogi. Uko peke yako. Ebu ugonjeka uone uko peke yako. Ebu siku ukiiba uone uko peke yako. Ebu siku na ugonjwa yani kwa ulevi uone uko peke yako. Lakini mnatiana nguvu ya kwamba tuko wengi, yani tuko mbogi. Lakini mpendwa yani kwa dhambi, consequences ya dhambi, mtu alipanga peke yake. Dhambi na tena mkiwa wengi, ndio maana watu wa kanusu wanakunywa kuota watu kama 7. Lakini moja akigonjeka ateseka mpeke yake motoni. Yani mpendo watu nasema kwamba tuko mbogi, yani kwa ulevi tuko mbogi kubwa. Lakini kwambie Yesu anasema ati kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri. Mpendo mtu atakumia peke yake. Yani utakumia mwenzako ambaye anakushawishi, anakuambia ako ulevi tuko wengi. Tuko wengi kwa njaba, tuko mbogi kubwa. Wacha nikuambie mpendwa, utakuwa peke yako. Hata anayekuambia anakupea masauri ati acha wokovu, endea kandawa, anakuambia kwamba siku ile mkanga atangeuka ache kula usao wako, utakuwa peke yako kilia. Yani ule ambaye mnafanya naye ati kwa kampuni, wao kwa kampuni na uko na mwenzako mnaiba pesa ya kampuni, ati mnaficha, ati ni njanja. Na kuambia siku ile dhambi itakuwa na kukosti peke yako. Mpendo, tubu mpendo, rundia Mungu mpendo. Yani Mungu anakuangalia, anatuangalia, unadamu anastuka, anakeja, Mungu anasikitishwa. Yani Mungu anastuka sana. Awasikia Mungu anasema kwamba atuwaambie. Ndio maana Mungu yani kimungu Mungu atumia kila mbinu kutafuta wanadamu. Mungu anasema waambiwe wamrundie. Yani Mungu anatafuta kila mbinu ya kumtafuta mwanadamu. Ndio maana ukiingia kwa ngari kuna mahubiri, ukiingia kwa soko kuna mahubiri, ukiingia kwa simu yako pale kwa Facebook utakutana mhubiri tunahubiri. Yale ukiingia YouTube pale wahubiri wako pale. Hata mwingine akona app ya simu ya Biblia, na kila wakati Biblia yako mnamletea mstari, yako Biblia yamletea mstari pale kwa notification. Lakini kuja anapitisha, anaperusha haraka. Mungu asema kwamba sikia, nirudia Warumi 14. Kama nisemavyo anena Bwana,
na kila goti litapigwa mbele zangu, na kila ulimi utakiri. Basi kila mtu miongoni mwetu atoa habari zake mwenyewe. Mtakuwa rafiki. Anasema kila mtu atoa habari zake mwenyewe. Au utakuwa rafiki yako ni mbaya peke yako. Mpendwa, rudia Mungu. Tubu mpendwa. Bandilika. Tubu mpendwa. Mungu anasikia watu wakimlilia, wakimwambia Baba tubariki, Baba tukumbuke. Mungu akiangalia au ni wale wanaomuita au na dhambi. Yani Mungu anasikia watu milimani, anasikia watu makanisani, anasikia watu kwa manyumba wakimlilia, lakini Mungu akiangalia anaona dhambi. Kule kuasikia sauti ya maombi, anasikia harufu ya dhambi. Yani watu wengi tunamuita Mungu, yani kuliko Mungu asikia watu wakimuita, anasikia harufu ya dhambi. Wengine tunainua mikono, yani Mungu tukumbuke tubariki, lakini Mungu akiangalia mikono wengine inachukua tu pesa wenyewe kiba. Akiangalia mikono mingine imemwagwa damu inatia. Akiangalia mikono mingine imetoa mimba. Akiangalia mikono mingine imepiga ngeta. Yani Mungu anastuka. Lakini Mungu anasikia watu wakimuita, Baba tukumbuke, Baba tukumbuke. Lakini Mungu akiangalia watu wanaomuita mpendwa, anasema hakika watu wameosa. Mpendwa tutubu. Anaangalia kwa ndoa, watu wamekuwa wenye siri. Yani kwa ndoa imejaa usirati kweli kweli. Mwanamke ako na mpango wa kando na bwanake na mpango wa kando. Yani akiangalia simu, yani simu imejaa usinzi kweli kweli. Yani mtu wako na simu imejaa tu message to mpango wa kando. Akiangalia simu ya mwanaume, yani imejaa tu message to msuto usinzi. Yani Mungu anastuka. Akiangalia simu imejaa pornography. Yani kule usiku kijana anaingia kwa pornography, ni kuona tu. Baada ya kuona pornography, baadaye atafanya masturbation. Yani Mungu akiangalia tabia sahi, anasema hakika watu wameosha. Sikia Zaburi 50 mstari wa pili. Zaburi 50 mstari wa pili nasema hivi. Psalms. Mungu akusaidie mpendwa. Tafakari njia zako mpendwa. Rudia Mungu wako. Mungu anakuwasia mema, lakini tabia yako ni mpotovu. Mungu ananiwasia mema, lakini matendo yangu ni maovu. Zaburi. Katika Zaburi tuale pa Zaburi 52. Zaburi 53. Nasikia Zaburi nasema hivi. Mungu akusaidie mpendwa, na utafakari njia zako, tafakari matendo yako. Mungu anakuwasia mema, lakini uongo wako umesuia mema. Mungu anakuwasia mema, lakini kiburi chako umesuia mema. Mungu anakuwasia mema, lakini ulevi wako umesuia mema. Mungu anakuwasia mema, lakini wivu wako umesuia mema. Mungu anakuwasia mema, lakini uondui wako umesuia mema. Mungu anakuwasia mema, lakini matendo yako yamesuia mema. Yani Mungu anakuwasia mema, lakini matendo yako yamesuia mema ya Mungu. Zaburi 53 mstari wake ni wa pili. Sikia maandiko. Sikia andiko la Mungu anasema hivi. Tokea mbinguni Mungu anachungulia wanadamu, aone kama yuko mtu mwenye akili amtafutaye Mungu.
andiko yasema kwamba ati Mungu anachungulia akiwa juu mbinguni aone kama kuna mtu ambaye ako na akili ya kumcha Mungu. Lakini Mungu akiangalia, tatu, anasema kila mtu wamepotoka, wameosa wote pamoja, hakuna atendaye mema. Yani Mungu anachungulia, asema ati anachungulia akiwa juu mbinguni, lakini akiangalia watu wote wameosa, hakuna atendaye mema. Yani Mungu akiangalia mwanadamu sahi, yani kuliko aone mtu, aone dhambi. Na ndio sababu watu wengi wanalilia Mungu akimuita, lakini kuliko asuke, anasuka na kiboko. Ni kwa sababu dhambi tumeitenda kweli kweli. Ndio sababu ni kuulize mpendo, wakati unakataa Mungu, unaendelea kutenda dhambi, unafikiria nani akusaidia? Mungu unangojea nani atakusaidia? Yani wakati ambao unaasi, Mungu anakuambia usiende hivi, unaenda. Siku ile kutaribika, utaenda nani mpendo? Yani wakati Mungu anakuambia mpango wake ni mbaya, yani siku ile mpendo, utasikwa na ukimwi, utamkimbilia nani mpendo? Yani siku ile Mungu anakuambia kuendea kandawa ni mbaya, siku ile kandawa katangeuka kaanze kule usawa wako, utamuita nani mpendo? Ndio maana vijana wengi wamekuwa sodomist. Ndio maana vijana wengi wamekuwa masoka. Ndio maana mpaka kanisani kumejaa usoka, kumejaa lesbian makanisani. Dunia imekuwa kama Sodoma na Gomora. Yani mpaka Mungu anasema ati dhambi za wanadamu imefika mbinguni kwake. Wapenda, tubu turudie Mungu. Mungu anakusudi jema na wewe, lakini matendo yako ni mabaya mpendo. Yani Mungu anataka kubariki, lakini njia zako ni mbaya. Yani akiangalia wengine ni wanyang'anyi, na ndio wakimuita, wakini wasinzi, na ndio wakimuita, wakini wenye dhuluma, na ndio wakimuita, wakini wenye aso wenzao, na Mungu ana wakimuita. Mpendo, tumrudie Mungu. Anasema rudie, na akurudie mpendo. Anasema kurudie mpendo. Rudia Mungu. Wakati ni mbaya mpendo, na siku ni hatari, bali niko tubu. Rudia Mungu mpendo, utakuwa vikwa na siku ile mpendo. Rudia Mungu, wacha kuandua Mungu. Mungu anakuasia mema, anakupangia mema, lakini matendo yako yamesuia mema. Mungu akiangalia, anaisikia watu wanamulilia, baba tukumbuke, Mungu tusaidie. Lakini akiangalia kule kwa wale mwenye anamuita, hawana dhambi yake yule mtu amuita. Ndio sababu katika Yeremia 8:6 anasema, nangojea watu wangu watubu, lakini wamekataa kutubu. Ninangojea mama, wacha nikwambie kijana, hata wache Mungu ingie ndebo waspa wana mchana. Hata wache Mungu mama, ati wache wokovu, uendea kandawa kwa mganga, ati kwa ajili ya roho yako, ati kwa ajili ya biashara yako, ati uendea kandawa, ati usaidia mpendwa. Kandawa usaidii, kwa uganga usaidii. Hata ukatae Mungu, ati usema. Watu wengi wanasema ati mtu anasema Mungu anasaidia, anajisaidia. Mungu asaidia ni kasi na mwanadamu. Na kila Mungu kinaompendeza ndicho ambacho anakifanya, asaidiane kasi. Ati kwa sababu maisha yamekuwa ngumu, wacha nijilalishe kwa mwanaume ati nilipie nyumba. Ati kwa sababu maisha yamekuwa ngumu, wacha niingie nikaibe. Ati kwa ajili maisha yamekuwa ngumu, wacha niingie kwa biashara magendo. Ati kwa ajili maisha yamekuwa ngumu, wacha nidanganya ndio pata pesa. Mpendo na Mungu, wacha mpendo kujidanganya. Wacha kujidanganya mpendo, wacha kujitia nguvu kwa dhambi.
Na kuajiri mani kuwasema ati kila kitu letapigwa mpendwa, na wengine watapiga goti wakielekea motoni, wengine watapiga goti wakiingia usimani. Wewe utapiga magoti yako kuelekea wapi? Hapo ndio wengi wanasema tulikuwa mapasta, tulikuwa manabii, tulikuwa ubiri. Mungu awaambie siwajui. Mpendwa, Mungu asatangojea. Anasema kwamba anasikiliza, anaona watu wakimuita kweli kweli, hata milimani wakifunga, lakini Mungu akiangalia anasema kwamba ati ni watu wote wameosa, matendo yao ni maovu, ni machukizo. Mwingine anasema pasta wetu wahubiringi hizo. Wacha nikuambie mpendwa, yani siku ya hukumu wewe na pasta wako mtapiga magoti, na pasta atahukumia vyake, utahukumia vyako. Hata kama mapasta wanafunika dhambi, itabaki kuwa dhambi. Hata pasta kama wanaficha uchaji kanisani, wanaficha dhambi zote, wanafunika kwa sababu ya pesa, na kuambia mbele za Mungu itabaki kuwa dhambi. Mpendo tu tuwarudia Mungu mpendo. Yani siku za mwisho na Kristo amekaribia kurudi, atakupata pale na Mungu, atakupata mzigo umebeba dhambi, atakupata leo mzigo umebeba, atakupata mpendo. Mbona uko na kiburi kama mwisi? Akalia wesi wawili walikuwa msalabani, mmoja akasurrender, akasema baba yangu, kila kimeniweka hapa ni dhambi zangu. Akamwambia baba Yesu, unikumbuke. Yesu akamwambia hakika tutakuwa paradiso na wewe. Ula mwisi walikuwa peponi na Yesu, lakini watu wa sahi wamekosa kuambu. Ndio sababu dhambi imekota mizizi ya kwa mwanadamu sahi na ambu. Mwingine asikia hakika hiyo Mungu ni mimi anaongea na mimi. Yani wengine wasikia hakika Mungu anaongea na mimi, lakini moyo wake ni mgumu kweli kweli. Mpendwa, utakimbilia nani siku kuharibika mpendo? Utakimbilia nani kukiharibika mpendo? Wewe unaokula mbake mpendo, mbake unaokule kikuharibika, utamuita Mungu kweli atasikia? Yani wewe unamesa mandawa byake, unamesa byakira mambo yakiharibika, utamuita Mungu mpendo? Yani wewe unakula mandawa ya kujibadilisha, wewe kuharibika, utamuita Mungu mpendo? Wewe ambao unakula mandawa ati ya kujibulinsi, kuharibika, utamuita Mungu? Mpaka Mkristo anapata Mkristo wameajiriwa kasini, lakini anaiba. Akiuza anakata nusu, anawekea mwenyewe nusu, na baadaye ataenda apige magoti, Mungu nikumbuke. Mwingine anawekanga vitu ya wisi, mwingine nyumba yake imejaa vitu ya magendo, na anaambia Mungu nikumbuke. Mungu akiangalia nyumba yake imejaa vitu ya wisi ya magendo. Mwingine Mungu anamwambia Mungu anamwambia Mungu, baba kumbuka kazi yangu. Mungu akiangalia kazi ni mwanaume wenyewe aliweka na akafukuzwa. Mwingine Mungu anasikia mtu akimwambia baba nisaidia kupata rent ya nyumba. Mungu akiangalia nyumba ni mwanaume alikuwa analipa, na baada ya kukosa pesa ya kulipa alifukuzwa. Yani Mungu anaangalia mwingine anamwambia baba kumbuka ndoa yangu, lakini Mungu akiangalia ndoa ni mume wenyewe umesukua, ama ni mke wenyewe umesukua. Yani Mungu ajionea maneno mpendo. Mwingine Mungu asikia akimwambia Mungu baba nimevutwa kasi, nipe kasi. Mungu akiangalia kasi alikuwa kile kilifanya abutwe ni kuiba, alikuwa anaiba kwa hiyo kasi. Mungu mwingine anasema Mungu baba kumbuka kasi yangu. Mungu akiangalia kasi vitu vinavyotukubia, vitu vinaonunuliwa pale vya kuuswa ni vya wizi. Mpendo, tutubu wapendo. Petro akaambia watu maneno ya mpendo. Matendo ya Mitume 3 mstari wake ni wa 19. Petro akaambia watu maneno haya. Matendo ya Mitume 3 mstari wake ni wa 19. Matendo ya Mitume 3 mstari wake ni wa 19. Petro akaambia watu maneno haya. Matendo ya Mitume 3 mstari wake, Matendo ya Mitume 3
mstari wake ni wa 19. Petro akaambia watu maneno haya. Ndio hata mimi nakwambia jioni ya leo. Sikia. Tubuni basi mkarejee ili dhambi zenu zivutwe. Yaani Mungu atuambia tukubali kutubu na turejee kwake ndio dhambi zivutwe. Yaani Mungu atuambia tukubali kutubu na turejee kwake. Mpendo, unangoja nini? Unangoja nini? Unangoja nini mpendo? Mungu atuambia tukatubu na turejee. Nini ambao unangoja mpendo? Wakati ambao nafasi umepewa ya kutubu na kurudia Mungu. Wakati ambao nafasi yani umepewa ya kuacha unjanja na kutubu na kurudia Mungu. Hebu angalia mpaka simu. Yani mtu amechukua tu hapo, amekopa kukopa. Akikopa haka analeti. Akikopa haka analeti. Akikopa haka analeti. Bandana anambia Mungu nikumbuke. Mwekene alichukua simu yalipo mdogo. Baadaye akaenda kwa kompyuta akatoa software. Akatoa software. Baada ya kutoa akona hiyo simu kwa mesa na anasema maisha ni mangumu, serikali ni mbaya, maisha ni mabaya. Mwingine anaanza kulaumu wazazi wake. Mwingine anajua nikitoka usago niliacha mke wangu na watoto, lakini sishughulikangi, niko mtaani wa Sarati nikinunua pombe na nikawalipia nyumba. Mungu anasikia huyo mtu akimwambia, akisema hii serikali ya Kasongo ni mbaya. Lakini usago kwao aliacha mke wake na watoto wakiteseka, na kuna kazi Nairobi, lakini wasati ndio nakula hiyo kazi. Na anasema Mungu nikumbuke. Mwekele atoka usago, mama yake anateseka, lakini mtaani anaonekana Wasarati akiwanulia pombe na akiwapea pesa. Lakini mama yake usago analia na analia kulia Mungu. Maisha ni mabaya, nikumbuke. Mwekele mama yake ni mgonjwa, anampigia simu, nitumie pesa nilo hospitali, anambloki mama yake. Lakini msinsi akimpigia simu, anakopa hata natumu. Yani mwingine msasi wake anateseka usago na sinda, lakini Msarati akimpigia simu anatuma haraka. Lakini mama yake anamweka blacklist. Ndio maana ukiangalia watu wengi wanateseka kwa sababu wamekosa njia za Mungu. Mwingine mama yake akampigia simu, sasa akimwambia habari ya pesa, amwambia akimama sina kitu. Lakini Msarati akimpigia simu hivi, amwambia nitumie kitu, atakopa atumie Msarati. Lakini msasi wake aliyemsaa aweze akampea kitu. Na kwa mtaani akisema hii serikali ya Kasongo ni mbaya, maisha ni mangumu haki. Lakini Mungu akimwangalia mtu astuka. Maandiko yatuambia tukubali kutubu na kurejea kwake Mungu. Wapendo, nini unangoja mpendo? Unangoja nini? Unangoja nini? Umetekwa nyara na banki. Unangoja nini? Umetekwa nyara na Shetani. Na Mungu anakuita. Angalia mwingine anakaa nyumba yenyewe miezi 3. Anakosa kulipa, atoroka na pesa. Akienda mbele anaanza kulia Mungu nikumbuke. Lakini Mungu akimwangalia ni mwizi. Ni mnyang'anyi. Ndio sababu watu wengi wanalia, lakini Mungu ananyamaza. Waangalia mtu akienda kwa cyber, anaenda barua, amesika ndi. Anaambia mtu wa cyber, weka hii, nipate kazi. Baadaye anaenda kusema, ai, kazi nilivuta. Na ni mwizi.
Mwekine anaongana aandikwe CB bila ni msuri, lakini najua ni mkora yapate kazi. Lakini Shetani mpendo, wewe mpendo, tubu mpendo, tutubu wapendo, tutubu. Angalia kijana ameandikwa Samba Boy, baadaye kijana ameandikwa na mwanamke Samba Boy, na kijana akiandikwa Samba Boy unakupiga mahali ule mama sasa anaambia kijana ndio ukae hapa, lazima tukae na wewe kwa usirati, na kijana anaamua kufanya usirati kwa sababu ya sakasi. Yani watu wengi wamefanya, ndio sababu unapata kwamba watu wengi wateseka kwa sababu wamefanya Mungu mjaka kabisa. Angalia msana ameajiriwa kasi, manager anamwambia ndio usivuto kasi, lazima tuongee kando. Na kuongea kando ni kuenda kwa usirati ndio usivuto kasi. Yani mtu anafanya usirati ndio apate kasi. Lakini asijue Mungu anaweza akafungua mlango mwingine, hata kama umefungana anaweza kufungua mwingine. Lakini mtu anasema hapa nifanye usirati nipate kasi. Baadaye ule msana anawekwa mimba nacho. Wapendwa, think about the kingdom of God. It is good to repent and change your behavior and your character. Jesus is coming. Utapatikana wapi mpendwa? Utapatikana wapi? Ama utakuwa kama mwizi ambaye aliinua kiburi msalabani? Ama utakuwa kama mwizi ambaye aliinua kiburi msalabani? Lakini mwizi mmoja akasema, Baba, hakika ni makosa yangu yamenifikisha hapa. Lakini mwingine akiteseka anasema, baba yangu hakunisomesha, alikataa kunisomesha. Mwingine anasema anko yangu amekataa kunisaidia. Mwingine anasema ati ndugu yangu ndio amekataa kuniwekea kazi. Mpendo, angalia sana matendo yako na utubu, rudie Mungu. Badilika mpendo. Mungu anakuasia mema, lakini matendo yako ni machukizo. Mungu anakusundia kutendea mema, lakini njia zako ni mbaya. Yeremia 6. Yeremia 6. Mstari wake ni wa 16. Yeremia 6. Mstari wake ni wa 16. Sikia neno la Mungu. Bwana asema hivi, simameni katika njia kuu, mkaone, mkaulize habari ya mapito ya zamani. Ni wapi njia iliyo njema, mkaende katika njia hiyo, nanyi mtajipatia raha katika nafsi zenu. Mungu atupea nafsi safi. Atuambia chunguzeni wapi mlipotelea, mkarudi. Na anasema kupitia kurudi kwake watu watakuwa na raha nafsini mwao. Anasema sasa, yani kupitia kurudi, anasema watu watajipia nafasi nafsini mwao. Ndio maana atuambia sasa, chunguzeni ni wapi ambao muliachia njia za Mungu, turudi. Atuambia chunguzeni ni wapi tuliachia njia. Atuambia simameni sasa bali ambao tumefika mpendwa. Mungu atuambia tuchimame, tuangalie ni wapi tuliachia njia za Mungu na turudi. Tuangalie njia iliyo njema na turudi kwa hiyo njia. Atuambia tujipatia raha nafsini mwetu. Mpendwa, kwani kutubu mpendwa, kwa bali kutubu na ujue kwamba mpendwa, dhambi ina msara wake, na msara wa dhambi ni mauti. Yani kitabu cha Warumi 6
mstari wake ni wa 23. Maandiko yanasema kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, mbali karama ya uzima, mbali karama ya Mungu ni uzima milele. Kwa hiyo mwanadamu asapewa opportunity ya kujitafakari na kurudi kwa njia za Mungu. Ndio maana Yesu anasema katika maandiko ya Isaya 58 anasema, operia watu wangu kosa lao na watu wangu dhambi zao wanirudie. Tengeneza njia mpendo ya Mungu. Yani tengeneza njia ya Mungu maishani mwako. Yani tengeneza njia ya Mungu kwa maisha yako. Pasipo kutengeneza njia ya Mungu maishani mwako, mpendo, ya kwamba hata uombe ni kazi bure kabisa. Yani kama tendo yako ni mabaya, hata uombe ni kazi bure. Hata kama watu wamekataa injili ya dhambi, ni kwa sababu watu wengi sasa hivi hawataki kuambiwa habari ya dhambi, wanataka kuambiwa habari ya baraka. Lakini pasipo utakatifu baraka haiwezi kuja. Hata uende kwa nabii mgani, pasipo utakatifu baraka haiwezi kuja. Labda uingie Illuminati uuse watu wenu, na hata ukiingia Illuminati uuse watu wenu, still hakuna baraka, ni mateso. Yani hata uingie Illuminati, yani uuse watu wenu, bado still ni mateso tu. Lakini kwa Mungu kupitia toba na utakatifu kuna baraka. Ndio sababu Mungu anasema ati watu wake waambiwa mrudie, na atawarudie. Kwa hivyo kumaanisha dhambi imetufarakanisha na Mungu, na sasa atuambie tumrudie. Na wala kwamba Mungu hayashindwi kukubariki, lakini dhambi yako imekutenga na Mungu. Yani Mungu yakose kufungulia kasi, lakini dhambi yako imekufarakanisha na Mungu. Mungu hayashindwi kupigania ndoa yako, lakini dhambi imetufarakanisha na Mungu. Dhambi imetufarakanisha na Mungu. Sio kwamba Mungu ameshindwa kukuponya, lakini dhambi imekufarakanisha na Mungu wako. Ndio maana jioni ya leo Mungu anatuambia tukubali kutubu na kumrudia na kubadilika. Tuambia tukubali kutubu na kubadilika na kumrudia mpendo. Surrender. Surrender. Tuache kujiandika kwa dhambi wapendwa. Tuache kutumikia Shetani. Waraka wa kwanza hata tunasema, na kila atendaye dhambi ni wa Shetani. Kwa nini tutende dhambi ambayo tunaitwa watoto wa Shetani? Na kwa nini tuasi Mungu wetu wapendwa? Angalia Mungu bila amekutunza. Ni wangapi ambao Januari wamekuwa, lakini siku ya leo wamekufa? Ni wangapi ambao siku ya leo hata kuamka hawezi? Ni wangapi ambao hata kuongea hawezi? Ni wangapi ambao hata chakula hatumbo hapati, lakini wana siku na siba? Baada ya kusiba tukana Mungu. Baada ya kusiba unasema maisha ni yangu, sipangangwi. Utapangwa mochari. Yale unasema maisha ni yangu, yale sipangangwi bila nitaisi, lakini unajua kuna siku moja utapangwa. Yale siku moja utapangwa. Hata kama utakataa Mungu akupange, Shetani atakupanga.
Yaani ukikataa Mungu akupange kwa utakatifu, Shetani atakupanga kwa dhambi na mwisho wako utatumbukia moto. Wapendwa, tutubu, tubadilike. Tuache dhambi wapendwa. Tuache uovu. Yaani Mungu asema akiangalia watu ya kwamba wameosa. Kwa nini mpendwa ukwebi mbele macho ya Mungu wako? Kwa nini mpendwa? Kwa nini uache Mungu wako mpendwa? Unafikiria kuna kitu ambacho unaweza ukafanya bila Mungu mpendwa? Unadhania kuna kitu unaweza jifanikisha bila Mungu? Kama hata kwenda choo ni Mungu. Hata kula chakula iteremke hapa ni Mungu. Unaweza ukale ka kunyonga kama wana sheria kwa kufa. Yaani hata kuinuka usimame ni Mungu. Ni kuhurumiwa. Lakini mwingine akihurumiwa, sasa ndiye amesama kwa dhambi. Mpendo, vingi ambavyo kingdom, Yesu anasema kwamba ufalme wake uko tayari, na watakao alikwa ni watakatifu, wale ambao basi lao ni safi. Basi lao sio chafu, ni safi. Wale ambao wameamua kuwa maandui wa dunia na wamekubali kuwa marafiki wa Mungu kwa utakatifu. Jiangalie unapoishi. Usilie siku ya hukumu ukasema hakika kama ningejua ningebadilika. Angalia sana unapoishi, ya kwamba usiishi kama mnajisi, ishi mtu mtakatifu. Yaani kuwa ole besu, watu ambao ni wa dhamana mbele ya macho ya Mungu, sio mtu mbaya mbele ya macho ya Mungu. Yaani sio kama Mungu kulikuwa akuangalia one Shetani, anakuangalia anaona yeye kwa maisha yako. Mungu na kusaidia nisaidia. Wapendwa, usilewe dhambi, mbali leo utakatifu. Maisha, wacha nikuambie masumbuko wa maisha haya yasafanya watu wengi waingie kwa dhambi. Masumbuko ya maisha yamefanya watu wengi waache mpaka Mungu. Yaani mahangaiko ya maisha haya yamefanya watu wengi wamesahau mpaka Mungu. Unajua hata kile kinafanya mtu ataenda kuiona ni maisha tu. Kile kinafanya mtu akuwe mwenye kudhulumu ni maisha tu. Hata kaya akuwa tajiri, mwingine akuwe maskini. Sio kingine ambacho yaani kinafanya watu watende dhambi, ni kwa sababu ya maisha yao kuharibika. Mpendwa mtazamaji, tubadilike wapendwa. Tukubali kutubu na kurundia Mungu wapendwa. Tusiendelee kuasi. Tusiendelee kuishi kwa anasa, mbali tuishi kwa utakatifu. Tusiendelee kupotea. Titafakarie moyo wako mpendwa. Lilia moyo wako sana, usio kaenda jana. Yaani lilia moyo wako sana mpendwa. Yaani usio kwa kupeleka jana, lakini moyo wako mpendwa uandalie nafasi kwa ufalme wa mbinguni. Angalia sana matendo yako. Angalia sana kuishi kwako. Angalia sana hatua zako. Angalia sana.
Angalia sana. Ni kitu inahusunisha, ninasikitisha wakati mwanadamu anadhihaki Mungu. Ni kitu ya kusikitisha na kitu ya kuhusunisha hata mbele ya macho ya Mungu. Mungu akusaidie, nisaidie. Angalau kachua. Yaani kuna wakati mwingine mpendwa, watu wanakosanga nguvu ya mwili ya kwenda kwa dhambi anayeendea. Jiulize siku utakuwa na nani? Yaani kuna wakati ambao mwili unakatanga. Unakataa kuamka. Jiulize huo wakati utamkimbilia nani? Wakati ambao mdomo ambao unaruhusa matusi, kuna wakati mdomo utakataa kuongea. Yaani mdomo ambao unasengenya, kuna wakati utasita kusengenya. Yaani mkono ambao unapigana ngumi, kuna siku utakosa kupigana ngumi. Utafanya nini mpendo? Yaani miguu ambao mtu anakimbiza kwa wizi, ama kwa ulevi, ama kwa usherati, ama kwa mganga, ama popote kwa dhambi apeleka miguu yake, itakataa kutembea miguu siku moja. Baada ya miguu kukataa kutembea mpendwa, utamuita nani siku hiyo? Yaani kuna siku ambao miguu itakataa kwenda. Hiyo miguu napeleka kwa sponsor, itakataa kwenda. Utamkimbilia nani mpendwa? Yaani zile nguvu ambao sema ati niko na nguvu nitakupiga. Kuna siku hizo nguvu za mwili taisa. Menche utamuita nani kukiharibika hivyo? Ndio sababu ya kwamba Kiande anaimbia watu, anawaambia anaona huruma. Kukiharibika kutaenda wapi? My sister, my brother, na wasi kwa huruma zake Mungu, tumrudie Mungu. Jitoe kwa dhambi na urudi kwa Mungu. Ni kwa sababu dhambi haipeleki mtu kwa utukufu, mbali dhambi inapeleka mtu kwa kilio. Yaani dhambi haipeleki mtu kwa baraka, inampeleka kwa laana. Ndio maana wale Waisraeli walipoenda kutenda dhambi jangwani walikufa. Dhambi inapelekea mtu jana. Mpendwa, njihurumie mpendwa. Angalia sana Mungu alikokutoa na umbali wamekufikisha, ujue ni Mungu na muogope Mungu. Angalia sana umbali ambao Mungu amekufikisha, na hakika umrudie Mungu. Na ujiulize kwa mawazo yako, kama sio Mungu ningeweza kufika hapa nimefika kweli? Uone hapana, na utukurudie Mungu. Yaani kama sio Mungu leo ningekuwa na afya kweli? Uone hapana, na urudie Mungu. My sister, my brother, Mungu anaongea na moyo wako usiku wa leo. Usifanye moyo wako kuwa Mungu mpendwa. Sikia sauti ya Mungu inayokuita utubu. Sikia sauti ya Mungu inayokuita utubu mpendwa. Usifaiuze moyo wako. Nataka nikuachie maneno machache hapa. Hello hivi. Nataka nikuonyeshe maneno matatu hapa nimalize. Kitabu cha Mathayo. Kitabu cha Mathayo. Nataka nikuonyeshe mstari hapa. Mathayo 10
26 mstari wake ni 27. Nakuambia maneno haya, sikia. Kwa sababu mwana wa Adamu atakuja katika utukufu wake. Samahani. Kwa maana mwana wa Adamu atakuja katika utukufu wa baba yake pamoja na malaika zake, ndipo atakapolipa kila mtu kwa kadri ya matendo yake yalivyo. Maandiko yanasema ya kwamba Yesu anarudi, na anarudi kulipa kila mtu kama matendo yake yalivyo. Wapendo watazamaji, wasikilizaji, na kuombea Mungu akusaidie tubadilike, na kuombea Mungu akusaidie tukubali kutubu na kurudia Mungu, kwa sababu dhambi ni mbaya. Sin ni mbaya sana. Maandiko yanasema ya kwamba Yesu anakuja pamoja na malaika wake kulimlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Ndio maana mtu amepewa nafasi ya kufikia toba, atubu na akaweze kurudia Mungu. Ndio maana katika Maombolezo 3 maandiko yanasema na tuchunguze njia zetu na kujaribu na kumrudia Mungu tena. Mpendwa, tafakari sana kurudi kwake Yesu, na ujue dunia inapita na tamaa zake. Yale tamaa za dunia na dunia yenyewe inapita, lakini ufalme wa Mungu ni everlasting. Mpendo, angalia kuishi kwako na menendo yako na kutembea kwako, na mrudie Mungu. Naomba ni usome mstari unifunge nao. Naomba nimalizie na mstari huu, na mimi nitakuwa nimemaliza. Kitabu cha Malaki 3 mstari wa 7. Kutokea siku za baba zenu mmengeuka upande mkaacha maagizo ya Mungu, wala hakumkuyashika. Nirudieni mimi, nami nitawarudia nyinyi, asema Bwana majeshi. Mungu atuambia tangia siku za baba zetu anga akina Adamu. Atuambia tuliacha maagizo yake. Naye Mungu atuambia sasa turudie. Kwa hivyo sasa, mpendwa, Mungu anangojea kuona mwanadamu akimrudia kupitia kutubu. Ndio maana atuambia tangia siku za baba zetu tulimwacha Mungu na maagizo yake. Lakini Mungu atuambia sasa tumrudie, naye aturudie. Atuambia tumrudie, naye aturudie. Na kumaanisha kwa matendo yetu yamefanya Mungu atuache, lakini atuambia tukimrudia, naye pia aturudia sisi. Sasa uamuzi ni wako na wangu. Uamuzi ni wako na wangu. Aidha tuamue kurudia Mungu, naye Mungu aturudie, au tuendelea kuasi Mungu na tuendelea kuteseka kwa ajili ya adhabu yake. Jichunguza ni wapi mpendo uliacha Mungu. Jichunguza ni wapi ambao uliacha Mungu mpendo. Jichunguza. Angalia ni wapi uliachia Mungu mpendo. Angalia ni wapi ambao uliachia Mungu. Angalia ni wapi. Rudie Mungu mpendo. Siku ni za mwisho.
Yale siku ni za mwisho mpendwa. Na Mungu anamulika watu. Anaangalia watu. Anaangalia watu kweli kweli na matendo yao. Mungu akusaidie. Na Mungu anisaidie. Niamke kwa usingizi wa dhambi. Na nitubu nirudie Mungu. Naomba nikumalizie hapa. Matendo ya Mitume 17. Mstari wake ni wa 30. Matendo ya Mitume 17. Mstari wake ni wa 30. Naomba nikuachie hapa. Na kuachia maneno hayo. Basi sama zile za ujinga Mungu ajifanya kana kwamba aoni. Mbali sasa anaagiza watu wote watubu. Yani kabla ya kusikia Injili Mungu ajifanya aoni. Maandiko yanasema mbali sasa anaagiza watu wote watubu. Hivyo ndivyo ilivyo. Mungu na akusaidie na anisaidie. Mungu akusaidie na anisaidie. Anasema kabla ya kusikia Injili hii ya kwamba sasa, barikiwa sana, ya kwamba sasa anaagiza watu wote watubu. Na kwa ajili ameweka siku atakao hukumu ulimwengu mpendwa. Badilika utubu. Tuache dhambi wapendwa. Mungu anakuanga. Mungu anakasirika. Anasema watu wote wameosa. Yani akiangalia matendo ya watu anasema hakika wameosa. Wengine ni wauaji, wengine ni wanyang'anyi, wengine ni wesi, wengine ni walevi, wengine ni watoaji mimba, wengine ni waganga, wengine ni wachawi, wengine ni bozo. Akiangalia wengine wamekuwa homosexual. Akiangalia wengine wamekuwa lesbian. Mungu asaidie mpendwa. Anasema siku zile alikuwa ajifanya aoni, lakini sasa anaangiza watu watu. Mpendwa tu. Narudia Mungu mpendwa. Naomba nimalizie pale. Mungu akubariki sana. Na Mungu akuinue. Kwa jina la Yesu. Naomba tuweze kuomba. Na Mungu atakubariki kwa jina la Yesu. Baba, kwa jina la Yesu Kristo tunakushukuru Bwana. Asante kwa neno lako ambao mtunanea jioni ya leo Baba. Ukasema ya kwamba utafuatilia neno lako na kulitimisha Baba. Baba yangu nimenena neno lako, wacha ukalifuatilia kwa watu wako. Na likafanye kazi ndani ya watu wako Baba, na likabadilisha watu wako. Likaongeusha watu wako wakurundie Bwana. Na sifa na utukufu zitakuwa zako Yesu. Yesu Kristo utamesikia Injili hii Bwana. Akiwa anahitaji Bwana ukamkumbuka ukamtimisie. Ole amesikia Injili kama yako ukamuokoe. Ole apitie Injili, ole amesikia Injili Baba. Akiwa hana kazi ukampe kazi. Ole apitie Injili Bwana. Akiwa amefika mwisho Baba, ukamtie nguvu tena Baba. Yesu Kristo naombea watazamaji wote. Kwa nafasi ambayo amesikia kuona neno lako, wacha ukawabariki na ukawabadiliwa Baba. Yesu Kristo pesa ametumia kwa mbado zao. Yesu ukawalipe maradufu katika jina lako Yesu Kristo. Wacha usiku wa leo kwa usiku wa amani. Na usiku wa baraka Jehova. Tia watu wako nguvu Jehova. Na ukawasaidia kujua kweli yako. Yesu Kristo fungua watu wako macho. Yafungue macho ya kiroho Bwana. Yesu Kristo kila mmoja akajifikiria. Na akakurundia na akabadilike Baba. Na akatubu kwa utukufu wa jina lako. Yesu Kristo mipango yote ya Shetani. Mipango yote ya wachawi, waganga, washirikina, mipango yote ya ndebosi, Illuminati, Freemason, tunaikemea usiku wa leo Baba, katika jina lako Yesu Kristo. Watu wako wakaone msaada wako na wakaone nguvu zako katika jina la Yesu Kristo. Usiku wa leo kwa usiku wa amani na usiku wa baraka Baba, katika jina lako Yesu Kristo. Usiingilie watu wako Baba kwa moto wako na kuwafunika katika jina lako Yesu Kristo. Kila misali wote wa adui tunawaangusha kwa jina la Yesu. Asante Bwana, ni kwa ajili umetenda na ni kwa jina lako Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Asante, Mungu awabariki sana. Na watakia usiku mwema. Neema ya Mungu iwe nanyi.
kwa jina la Yesu. Mungu akumbuke kwa kila njia na Mungu aonekanie. Nimeshukuru sana kwa sababu nimesikia injili. Sasa chukua hatua ya kubadilika na kumrudia Mungu wako. Chukua hatua ya kubadilika sasa na kutafakari njia zako na kumrudia Mungu wako. Naye Mungu atakusaidia na Mungu atakubariki na Mungu atakuinua na Mungu atajitukuza kwa jina la Yesu. Asanteni sana. Shalom. Mungu awatendee mema kwa jina la Yesu Kristo. Name of grace of our Lord Jesus Christ, the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Mungu awabariki ndugu zangu na Mungu awainue kwa jina la Yesu. Naitwa Pastor James. Kanisa iko pale Kawangware 56. Na kama uko pande Mkuru kwa Ruben, kanisa iko pale Mkuru kwa Ruben, pale chini ya Gateway. Kwa mawasiliano sasa ndio unaweza piga namba ya simu 0790 711 806. Ukiwa pande ya Ruben unaweza piga 0713 unaweza piga 0713 10 66 42. Unaweza kupiga hizo namba na utaelekezwa mambo ambayo kanisa sasa hivi. Na kama kuna swali ya Biblia unaweza pia kuuliza kupitia hiyo namba, utaelekezwa. Kama unampokea Yesu, pia unaweza piga hiyo namba uongozi katika njia ya wokovu, na itakuwa ni baraka kwa sababu Yesu Kristo anakuja asikupate kama uyokoka. Barikiwa sana ulikuwa umetazama. Mungu awabariki sana na Mungu awainue. Asanteni sana. Shalom.